Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini ripoti yetu leo inawaangazia EU na Urusi. Baada ya kufungwa kwa lango la bahari la Hormuz, nchi za Umoja wa Ulaya zimelazimika kuagiza kiasi kikubwa cha gesi asilia kutoka nchini Urusi, ikimaanisha kwamba watu wa Ulaya kwa maana ya wazungu wamelazimika kunyosha mikono juu na kuona kwamba hakuna namna isipokuwa kuitegemea Urusi kwa mara nyingine tena baada ya kufungwa kwa lango la bahari la Hormuz na wa Iran. EU imekuwa ikiagiza kiasi cha rekodi cha gesi asilia ya Urusi LNG licha ya shinikizo la kusitisha uagizaji kutoka Urusi. Hii inaripotiwa kupitia shirika la habari la Bloomberg. Kulikuwa na mipango kukomesha uagizaji wa muda mrefu wa mafuta pamoja na gesi kutoka nchini Urusi, lakini pia ni kutokana na kile ambacho watu wa Ulaya walisema kwamba ni kutokana na vita vya Urusi huko Ukraine, wakiamini kwamba Rais Vladimir Putin anafanya uonevu dhidi ya Ukraine, na hivyo ili kukomesha vita hivi lazima wahakikishe wanazuia upatikanaji wa fedha wa Urusi, ambapo inategemea kupata mapato yake kutokana na uuzaji wa mafuta pamoja na gesi. Hili halikuweza kufanikiwa baada ya kufungwa kwa lango la bahari la Hormuz lililosababisha kuyumbisha uchumi wa dunia. Nchi nyingi za Umoja wa Ulaya zilianza kununua mafuta pamoja na gesi kutoka nchini Urusi. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kwamba Ubelgiji ilitegemea kabisa uagizaji wa gesi kutoka Urusi mnamo mwezi huu wa Julai kutokana na usumbufu mkubwa katika Mashariki ya Kati ulizua usambazaji mbadala kwenda Uropa, kulingana na hesabu za Bloomberg zilizochapishwa mnamo Jumatatu. Inaelezwa kwamba nchi iliagiza kutoka nje karibu tani 400,000 za gesi kutoka nchini Urusi katika mwezi huo, wakati jumla ya ununuzi wa LNG ulipungua kwa zaidi ya 40% mwaka hadi mwaka. Moscow ilibaki kuwa muuzaji wa pili kwa ukubwa wa LNG barani Ulaya baada ya Amerika, imeelezwa kupitia taarifa hizo kupitia Bloomberg. EU imekabiliwa na kuongezeka kwa gharama ya nishati baada ya kupunguza uagizaji wa nishati kutoka Urusi kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine. Gesi asilia imekuwa bidhaa ambayo umoja huo umehangaika zaidi kuchukua nafasi yake tangu kuweka vikwazo ambavyo havijawahi kushuhudiwa kwa Urusi tangu mwaka 2022. Kabla ya hapo, Urusi ilikuwa ikitoa takribani 45% ya uagizaji wa gesi asilia kwa nchi za Ulaya. Gazeti la Financial Times limeripoti mwezi uliopita likitoa mfano wa data ya Kipler kwamba kambi hiyo iliingiza rekodi ya tani milioni 9.89 za LNG kutoka kwa mradi wa Yamal wa Urusi katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026 hadi 18% kutoka mwaka uliopita. Ufaransa, moja kati ya mataifa ambayo yalikuwa kinara katika kuweka vikwazo, sasa hayakuwa na namna isipokuwa kununua gesi kutoka nchini Urusi. Vita vya Marekani dhidi ya Iran na kufungwa kwa hakika kwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu iliyobeba takribani 20 hadi 25% ya mafuta pamoja na gesi ya LNG, kumeathiri zaidi masoko ya nishati ya Ulaya ambayo tayari ni tete mwaka huu. Wasambazaji wakuu kama vile QatarEnergy walitangaza nguvu kubwa kwa usafirishaji, hivyo basi wanunuzi wa Uropa waling'ang'ania kwa ushindani unaozidi kuongezeka wa LNG ya Marekani na Afrika Magharibi. Ongezeko hilo la bei, gharama za mizigo na kukatizwa kwa usambazaji kumechochea mfumuko wa bei katika jumuiya nzima, huku wachambuzi wakionyesha kuwa uhaba wa gesi msimu huu wa baridi utazidi kuathiri maisha ya watu wa Ulaya. Kifurushi cha 21 cha vikwazo vya EU kinacholenga Urusi kilijumuisha misamaha baada ya Ugiriki kushawishi kwa mafanikio kuhifadhi jukumu la makampuni ya Ulaya katika kusafirisha LNG ya Urusi hadi masoko ya nchi tatu. Athens ilionya kuwa vizuizi hivyo vitauza sekta yake ya usafirishaji huku zikiwanufaisha washindani wa kigeni. Moscow imelani vikwazo vya EU, haswa vile vinavyolenga nishati kama ni vikwazo haramu na kujishinda, ikisema kuwa vimedhoofisha ushindani wa umoja huo na kwamba nchi za Ulaya ni kama vile mtu aliyejichimbia kaburi na kujizika mwenyewe, na sasa wamefufuka na kurudi katika ulimwengu wa uhitaji wa nishati kutoka Urusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.